Mpenzi mtazamaji, na kusalimia katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Lengo la ujumbe huu ni kukuandaa kwa ajili ya safari kutembelea nchi ya Uturuki, nchi ya Israeli, nchi ya Misri na nchi ya Jordani mwezi wa 10 mwaka 2026 kama Bwana Yesu atakuwa ajarudi. Hoja ya msingi, tunakuandaa mapema ili na wewe ujiandae taratibu kukusanya nauli ya kutembelea haya mataifa manne yaliyobeba historia ya Ukristo wetu. Leo nitaongelea historia ya mji wa Uturuki na kanisa la Efeso. Baada ya kanisa kupitia mateso, Mtume Yohana alitoka Israeli akaenda eneo linaitwa Asia ndogo ama Asia Minor. Ile eneo kwa leo linaitwa Uturuki. Akawa mwanzilishi wa kanisa kule Efeso. Kwa katika wakati ule ameendelea na kazi ya kuhubiri. Kitu kikubwa Yohana alichokifanya, kama maagizo ya Bwana wetu Yesu Kristo yalivyokuwa amemwelekeza pale msalabani, aliondoka na Bikira Mariam. Kwa Mariamu akaondoka na Yohana mtume, wakaenda wote wakaweka kambi yao kwenye mlima wa Biribiri. Katika milima ya Biribiri kama unavyoona, tunapandisha kwenda milimani sasa kwenda kuiona nyumba ya Mariam mama yake Yesu, ambaye aliishi katika nchi ya Uturuki kipindi chote cha Yohana mtakatifu akiwa ni mchungaji wa Efeso. Maeneo haya yapo na yametunzwa. Mpenzi mtazamaji, hii ni nyumba ambayo aliishi Bikira Maria kipindi kile ambacho Bwana Yesu amekufa. Alikabidhiwa kwa Yohana mtakatifu. Kwa wasomaji wa Biblia katika Injili ya Yohana anamwambia mama, mtazame mwanao, na mwana mtazame mama yako. Kwa Yohana alikuwa ndiye mchungaji wa kanisa la Efeso, na eneo hili ni eneo la Efeso, lakini Maria aliishi katika nyumba hii. Kwa nyumba hii imetunzwa mpaka leo ipo, na watu wa mataifa mbalimbali kwa ajili ya historia mbalimbali huwa wanafika mahali hapa. Sifa. Amen. Yohana mtakatifu sura ya 19 ule mstari wa 25 hadi ule mstari wa 27. Maandiko matakatifu yanasema, na penye msalaba wake Yesu walikuwa wamesimama mamaye na umbu la mamaye, Mariam wa Kropa na Mariam Magdalena. Basi Yesu alipomuona mama yake na yule mwanafunzi aliyempenda sana amesimama karibu, alimwambia mama yake, mama, tazama mwanao. Kisha akamwambia yule mwanafunzi, tazama mama yako. Na tangu siku ile mwanafunzi yule akamchukua nyumbani kwake. Kwa hiyo hiki ndiko chanzo kabisa cha Yohana mtakatifu kumleta Mariam au Bikira Maria kuja naye huku Efeso, ambako yeye ndiye aliyekuwa mchungaji wa kanisa hili la Efeso. Bwana sifiwe sana. Lakini historia kama historia ya huyu Bikira Maria kuja kuishi humu ni vizuri kama mwanatheolojia, kwamba andiko hili sasa unaliona, na hii nyumba ndiyo aliyoishi karne hizo. Jina la Bwana Mungu libarikiwe. Amina. Kwa eneo hili la Efeso limebeba historia kubwa, lakini wakati huduma hiyo inaendelea ndipo ulipofika mwaka ule wa 313. Kwa hapo ninaeleza kwa habari ya Ukristo uliingiaje Uturuki kuenea. Kwa kanisa baada ya kuanza lilipitia mateso makubwa sana. Watu waliteswa kama nilivyosema. Kwa leo ukienda katika nchi ya Uturuki, hasa kwenye eneo hili la Efeso, utakuta kanisa ambalo Mtume Yohana alikuwa analichunga lipo. Yamebaki magofu mahali pale, lakini pale pale Efeso unaweza kuona ile Matendo ya Mitume 19. Wakati Paulo alipokuwa anahubiri Injili, walitaka kumwangamiza kwenye uwanja wa michezo. Ule uwanja wa michezo mpaka leo upo. Watu walipiga kelele zaidi ya masaa mawili, wanamtaja Mungu wao, Mungu wa Efeso anaitwa Artemi, kwamba ndiye Mungu. Hapa tulipo ni eneo la Efeso, na hapa tulipokaa kama wa Tanzania ambao tumekuja ni kwenye uwanja
maalum na maarufu, kwa sababu uwanja huu ni eneo ambalo Mtume Paulo wa Biblia alikaa miaka 3, na mahali hapa alikuwa akihubiri Injili. Maana yake akiwahubiria watu wa eneo hili. Lilikuwa na mambo mengi ya mchanganyiko wa abudu miungu walikuwepo hapa, lakini kazi kubwa aliifanya Mtume Paulo ya kuwageuza watu kutoka kwenye imani potofu kwenda kwenye imani ya kweli, imani ya Kristo Yesu. Kwa uwanja huu ulitumika kuhubiria, na kama unavyouona ukubwa wake, inasadikika kabisa kwamba watu zaidi ya 20,000 walikuwa wanakaa hapa wakimsikiliza Mtume Paulo akihubiri. Habari njema ilienea na kanisa la Efeso, ambalo kipindi hicho sasa linachungwa na Mtakatifu Yohana. Lilijaa kwa kasi sana, lakini ni hapa hapa ambako watu wa mji huu walipiga kelele wakimpinga Paulo, wakimuinua mungu wao Artemi. Na tumepata historia kabisa kwamba mahali hapa ndipo walipomkamata Paulo, na kwa lengo la kwenda kumshtaki huko Rumi, kwa sababu utawala ulikuwa ni wa Rumi, kwamba anachafua mji ama analeta imani nyingine, vitu kama hivyo, kutokana na watawala ambao walikuwa wanapata faida kutokana na ibada hizo za miungu. Lakini kwa ufupi ni kwamba hata sisi ambao tunahubiri sasa, ni vizuri tukawaza, leo mtu akiwa na watu 200 na kuonekana kwake kabisa haonekani. Mwingine akiwa na watu 2,000, 3,000, basi anasema ana kanisa kubwa. Mwingine akiwa na watu 5,000 kabisa anaweka na mabodyguard wamlinde. Lakini mtumishi wa Mungu Paulo alihubiri hapa, uwanja ulikuwa unafurika na unajaa, na baada aliendelea kuitwa Paulo hata kubadilisha hata jina. Kwa nafikiri sisi ambao ni wahubiri wa new generation hii, ni vizuri tukawa na nidhamu, na kama tunafikiria kwamba tumefanya kazi kubwa, huko mbinguni tutaona aibu. Wako waliofanya kazi na wakamaliza kazi, na huko mbinguni ndio mashahidi wa Injili. Mungu awabariki. Baba, katika damu yako Yesu Kristo, mfalme mwenye nguvu, mahali hapa tuliposimama ni mahali ambapo watumishi wako walisimama wakatangaza habari njema za ufalme. Yes, Lord. Na siku ya leo tumesimama katika uwanja huu mkuu kama wanainjili waliotoka Afrika. Yes, Lord. Kama wanainjili tuliotoka Tanzania. Yes, Lord. Bwana, ifanyie miguu yetu wepesi. Yes, katika siku zilizobaki, siku za mwisho, na tuhubiri pasipo kuchoka. Yes, Lord. Wajaze watu hawa nguvu zako za rohoni. Wajaze watu hawa nguvu zako za kiutumishi. Wajaze watu hawa uweza wako na mamlaka yako ikawe ndani mwao. Yes, Bwana, hatukuja kupoteza muda, bali tumekuja kutafuta Mungu unayepatikana. Yes, mahali hapa watumishi wako walipaza sauti zao. Nasi Mungu umesema tupaze sauti zetu usiache. Nasi tunaliomba mkono wako wenye nguvu ndani ya Efeso hii. Kanisa lako lilokuwepo lipate kuwepo tena. Amen. Baraka zako zilizokuwepo zipate kuwepo tena. Amen. Mkono wako wenye nguvu uliondolewa na ukarejee tena juu ya watu hawa. Amen. Bwana, weka kanisa lako tena Efeso. Tumeweka miguu yetu mahali hapa tukilipanda kanisa lako tena. Ni katika jina lako Yesu Kristo mwana wa Mungu ali hai. Wote tuseme amen. Amen. Lakini baada ya mbegu hii ya Yohana kueneza kanisa kule Uturuki, ndo baadaye Kaisari mmoja wa Rumi anaitwa Konstantino, ule mwaka wa 313 aliamua kuwa Mkristo. Akamwamini Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kuanzia hapo akakomesha mateso ya kanisa. Kwa mateso ya kanisa ya kuua wa Kristo yalidumu miaka 213. Kwa miaka 213 wa Kristo waliuawa mwaka kwa mwaka. Mpaka mwaka 313 Konstantino anampokea Kristo, anakomesha na akaamua kutangaza kwamba Ukristo ndiyo itakuwa dini ya serikali yake. Lakini Uturuki imebeba vitu vingi. Konstantino alijenga makanisa makubwa. Kuna kanisa tutakwenda kulitembelea linaitwa Hagia Sophia. Leo hili limegeuzwa kuwa msikiti, watu wanaswali. Kuna kanisa linaitwa Hagia Irini. Leo ni msikiti, watu wanaswali. Kuna kanisa kubwa leo linaitwa msikiti wa Buru. Limegeuzwa kuwa msikiti, lakini ilikuwa ni kanisa.
Ndugu mpendwa, rinda sana ulicho nacho. Yesu aliliambia kanisa, msipo simama katika imani yenu, nitakiondoa kinara chenu, hamtakuwepo. Lakini mwezi wa 10 mwaka 2026, kama Bwana hajarudi, tutatembelea maeneo hayo kama nilivyosema, kwa gharama ya dola 4,000. Gharama hizi zote zinabeba tiketi ya ndege kwenda na kurudi, zinabeba hoteli kuanzia nyota 4 mpaka nyota 5 tutalala. Gharama za usafiri wa ndani katika hizo nchi zote, kutoka hapa na pale na kwenda pale, takuwa na basi letu. Kwa hiyo hizi nchi zote 4 ambazo tunazitembelea, gharama yake ndiyo hiyo. Kwa hiyo hii ni gharama nafuu, lakini zaidi kikubwa ambacho ninakiamini Mungu atakwenda kutufanyia ni kuweza kuijua historia ya Biblia yetu na historia ya kanisa yetu. Kwa hiyo kuna maeneo kadha wa kadha nitakuwa nayataja kwa series ili uweze kuelewa na uweze kuona umuhimu wa kwenda. Kwa leo nimegusia Efeso. Efeso tutakwenda kuona kanisa la Efeso, tutakwenda kuona nyumba ya Bikira Mariam, tutakwenda kuona alikokuishi kwenye mlima Bilibili, tutaona ile hekalu la Artemi na tutakwenda kuona Artemi na maeneo kadha wa kadha. Kwa mfano, wengi hawajui miungu kama vile Nike. Hii Nike unayoiona imbo kwenye viatu ni jina la Mungu yuko Efeso. Kuna haya mambo ya Olimpiki na kadhalika na kadhalika. Zile nchi zilikuwa na miungu mingi, michezo ilianzia kule Athens, huko ndo walikuwa na tawala hao Wagiriki. Kuna vitu kadha wa kadha, tukifika kule tutaeleza. Lakini lengo la kipindi hiki cha dakika chache nilikuwa na kuandaa kwamba kwa historia hii fupi uone umuhimu wa kutembelea Efeso. Wiki ijayo, kipindi kijacho, nitakuletea historia ya pili ya kanisa la Simina. Nikitoka Simina nitaingia Perigamo, nikitoka Perigamo nitaingia Thiatira, kitoka Thiatira nitakuwa na kwenda kila kanisa naeleza kidogo kwa ajili ya kuruhusu mambo mengine. Naamini namba za simu hizo zinazopita unaziona. Wasiliana na mratibu wa safari yetu, na pia kama una maswali, namba zangu za simu unaziona. Naomba tuendelee kuungana kipindi chetu unachokiona hapo mbeleni. Mungu akubariki. Amen.